Orianda da baseria anda kateri baseria kojanda kata horivasia anda kudravasia na kateri. Holy Spirit na kuita mahali hapa, kaseme nami Bwana, na watoto wako wakasikie habari zako, wakasikie neno lako Bwana, sawa sawa ulivyokusudia katika majira haya ya jioni hii ya siku ya leo, ikiwa ni tarehe 1 ya mwezi wa 8, siku ya kwanza ya mwezi wa 8. Watoto wako umewapa neema ya kuingia kwenye hema lako ili wakutane na sauti yako Bwana. Nami ninasimama kama chombo Bwana kwa ajili ya kufundisha kile ambacho umekusudia kwa ajili yao. Baba, mimi nipungue, wewe uongezeke Bwana. Yule aliyekuwepo siku ya kwanza Bwana ukamzidishie maarifa. Alianza kuja siku ya pili, kampe maarifa. Alianza kuja siku ya 3, kampe maarifa mengine tena. Yule aliyefika leo siku ya kwanza, naomba kampe kuelewa Bwana, kampe neema ya kufahamu kile ambacho umekikusudia juu ya maisha yake kupitia somo ambalo umetupa. Kora basia tarabakusa kateria deba bakura matiri basia karabakusanga kataya rikatarabatusa nabadesa deba pakusia nabatusia taya kaya kateri basia katika jina la Yesu Kristo. Roho na madhabahu ya giza ikanyamaze Bwana. Roho na madhabahu ya kipepo Yesu ikanyamaze. Roho za mpinga Kristo mahali hapa sina kibali, ninakuita Bwana na nguvu zako. Fungua fahamu zao, fungua na akili zao, wapate kuelewa na maandiko katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nitumie kwa chombo Bwana kwa ajili ya watoto wako, kwa faida ya wale ambao hawakuwepo siku ya kwanza. Soma kwa ufupi vitu ambavyo vinatuongoza katika somo hili. Somo ambalo tunatembea nalo linasema nguvu ya sadaka ya agano katika maisha ya Mkristo. Nguvu ya sadaka ya agano katika maisha ya Mkristo. Wewe ambaye unaandika na ni mara yako ya kwanza, unaweza ukaandika nguvu ya sadaka ya agano katika maisha ya Kristo. Katika maisha ya Kristo, sadaka ya agano, kazungumza akasema sadaka ya agano ni aina ya sadaka ambayo hutolewa kwa ajili ya ukumbusho, kuimarisha na kuanzisha jambo ambalo linatarajiwa kuthibitishwa. Narudia tena, sadaka ya agano ni aina ya sadaka ambayo hutolewa kwa ajili ya ukumbusho, kuimarisha na kuanzisha jambo ambalo linatarajiwa kuthibitishwa. Nikasema agano kati ya Mungu na Ibrahimu lilifanyika, jambo ambalo lilifanyika kiagano kati ya Mungu na Ibrahimu. Mungu akalithibitisha kupitia sadaka ya Ibrahimu. Tukapitia kitabu cha Mwanzo sura ya 17 mstari wa kwanza hadi wa 16 na kitabu cha Mwanzo sura ya 18 mstari wa kwanza na 15. Mwanzo 17 mstari wa kwanza hadi wa 16 na Mwanzo 18 mstari wa kwanza hadi wa 15. Tukasema tuna malengo 5 yanayotufanya tujifunze somo hili. Malengo ya kujifunza somo hili. Lengo la kwanza tukasema kuelewa msingi wa agano na sadaka kibibilia. Kuelewa msingi wa agano na sadaka kibibilia. Na lengo la pili tukasema kujenga uhusiano imara na Mungu kupitia sadaka au kwa njia ya sadaka. Kujenga uhusiano imara na Mungu kwa njia ya sadaka. Lengo la tatu kasema kumsaidia Kristo kujitenga na maagano ya giza na kuimarisha agano imara na Mungu. Kumsaidia Kristo kujitenga na maagano ya giza na kujenga agano imara na Mungu. Ndio lengo la tatu. Lengo la 4 tukasema kufungua malango ya baraka na ahadi za Mungu. Kufungua malango ya baraka na ahadi
za Mungu. Na lengo la tatu tukasema kutofautisha sadaka ya agano na sadaka zingine, kutofautisha sadaka ya agano na sadaka zingine. Hayo ndio malengo ambayo yanatufanya tujifunze somo hili ambalo linasema nguvu ya sadaka ya agano katika maisha ya Ukristo. Siku ya kwanza, siku ya pili tuliendelea na lengo la pili, na siku ya jana tuliendelea na lengo la kama lile ambalo tulifundisha, ambalo linasema kujenga uhusiano. Nafikiri hilo nilifundisha kadiri Mungu alivyonisaidia, na siku ya leo tunaendelea na lengo lingine linalosema sadaka kumsaidia Mkristo kujitenga na maagano ya giza na kuimarisha au kujenga agano imara na Mungu. Sadaka katika tu sadaka kumsaidia Mkristo kujenga agano imara na Mungu na kujitenga na maagano ya giza. Maana sadaka unayoitoa unaweza ukaitumia sadaka hiyo ukamsifu Mungu, ukaomba, ukamatanisha na hiyo sadaka. Hiyo sadaka ikakusaidia kujitenga na maagano ya giza. Wewe ambaye ni mwanafunzi uko hapa, yamkini kwenye familia ya kwenu wamewahi kusema kwamba kwenye familia hii hata kuja kutokea msomi yoyote, hata kama akisoma atasoma ataishia form 4, hata kama akiendelea zaidi akasoma akafika chuo hataweza kupata kazi au hatakuwa na ufaulu mzuri. Ni maagano waliweka ili uweze kujitenga na maagano hayo, lazima utoe sadaka, kwa sababu walipokuwa wanatoa agano hilo au wanaweka agano hilo walitoa sadaka. Kama walitoa sadaka ili uweze kubadilisha yale matamshi, lazima uyabadilishe kwa sadaka. Lazima utoe sadaka na uisemeshe hiyo sadaka kwa ajili ya kufuta yale maagano yaliyowekwa katika familia ya kwako, ili uweze kubadilisha hatima mbaya ambayo iliwekwa kiagano kwa ajili yako. Wakatoa na sadaka ya kafara. Sisi kafara yetu ni Yesu aliyetolewa msalabani. Yesu alipotolewa msalabani kuwa kafara, sisi hakukuwa na haja tena ya kutoa sadaka ya kafara, isa ya wanyama au ya watoto wetu. Kristo alitolewa kuwa sadaka ya kafara, ilitosha. Sisi kilichobaki ni kutoa sadaka za amani, sadaka za shukrani, fungu la 10, na kwa kila namna ambavyo Mungu ametusaidia. Kwa hiyo kupitia sadaka hiyo Mungu anamsaidia kujitenga na maagano ya giza yaliyowekwa na mababu zako, yaliyowekwa na wazazi wako, yaliyowekwa na ndugu zako, ya kwamba kwenye ukoo huu hata kuja kutokea mtu atafanikiwa, kwenye familia hii hata kuja kutokea mtu akamtumikia Mungu. Hayo maagano yanafutwa kwa njia ya sadaka. Na siku ya leo nataka nikwambie, kwa sababu umejitoa kwa ajili ya kumtumikia Bwana, kwa sababu umejitoa kwa ajili ya kumsifu Bwana, umeingia kwenye malango haya. Hayo maagano yote ya giza hayatakuwa na nafasi tena kwenye maisha yako na watoto wako, hayatakuwa na nafasi tena kwenye maisha yako ya masomo, kwenye maisha yako na watoto wako na familia yako, katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa sababu uko hapa na Mungu amekubali uwepo hapa, amekupa nafasi ya kuwepo hapa. Hakuna agano la giza litakalokuwa na uhalali juu yako, kwa sababu amesema wale wanaonitafuta, wale wanipendao ndio ninaowapenda na ndio ninaowapigania. Na Bwana atakupigania wewe, nawe utanyamaza kimya. Yamkini leo unapita kwenye changamoto ambazo zimetokana na maagano ya giza, ambazo zimetokana na madhabahu za giza. Leo nakwambia Mungu atabadilisha hayo maagano, hayatakuwa na uhalali tena kwako, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Sadaka ni lugha na silaha ya kisheria. Sadaka ni lugha na silaha ya kisheria ambayo
katika ulimwengu wa roho, wanapokuwa wanaweka agano kwa ajili ya kuteketeza maisha yako, wanaitunga sheria ambayo hiyo sheria pale utakapokuwa upo nje na kusudi la Mungu, wataitumia ile sheria kukufunga wewe. Ndio maana Yesu alipokuja, alikuja kuivunja ile sheria ile iliyotufunga, kwa sababu ukiangalia kisoma Biblia inasema kama bado tutaishi chini ya sheria, bali Kristo alikufa bure. Kama Kristo alikufa msalabani kwa ajili yetu, alikufa ili atukomboe, atuondoe chini ya sheria. Kwa hiyo mwana wa Mungu, yeyote unayemtumikia Mungu, haupo kwenye sheria ya giza, haupo chini ya sheria ya giza. Kama sadaka ni lugha ya sheria ya kiroho, ambayo hiyo sheria inasimama kwa ajili ya kuondoa sheria zingine ambazo hazifai kutawala kwenye maisha yako. Yesu asifiwe. Kama umetawaliwa na sheria ya mauti, ipo sheria moja tu ambayo ni ya sadaka ya kuvunja hizo sheria zote. Sikiliza, Esta, wakati Wayahudi wamekusudiwa kuuawa, Esta alijitoa sadaka kwa ajili ya Wayahudi. Alipoamua kujitoa sadaka, Mordekai akawaambia watu wakae, waombe, wafunge, wakajivika magunia. Biblia inasema kwamba wakafunga, wakaomba, wakawa wanaomboleza. Wakati huo Esta akaamua kusimama, akaenda kwa mfalme. Alipoenda kwa mfalme, Biblia inasema Esta aliingia kwenye nyumba ya mfalme kinyume cha sheria. Maanake alitunga sheria ya giza na maagano ya kipepo kwa njia ya kujitoa yeye kuwa sadaka ili Wayahudi wapate kuwa salama. Nakwambia tu, Mungu pale ambapo Mungu anakuhesabu kuwa sadaka au anakuzuia kuna mtu wa sadaka, sheria yoyote haitakuzuia kuingia mahali popote. Kama kuna watu walishindwa kuingia chuoni, wewe utaingia katika jina la Yesu. Kama kuna watu walishindwa kuingia kwenye nafasi ya matajiri katika huu nchi, wewe utaingia kinyume cha sheria yao katika jina la Yesu. Kola masakati. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Sikiliza, maisha yanadhaminiwa na sadaka, namna ambavyo unamtolea Mungu, ile ndio inakufanya ikudhamini. Hata sheria yoyote ya giza itakapowekwa kwa ajili ya kukufunga, sheria ya sadaka yako inavunja zile sheria zingine zote. Yesu asifiwe. Nakuombea katika jina la Yesu, Mungu akakuvushe, akakuondoa kwenye maagano ya giza kwa njia ya sadaka. Leo hii mchungaji anasema tutoe fungu la 10. Hawasemi kwa sababu ni wanahitaji utoe, wanasema kwa sababu ndivyo Mungu anavyotaka. Yesu asifiwe. Kisoma kitabu cha Malaki 3 ule mstari wa 10, anazungumza kwa habari ya fungu la 10. Fungu la 10 ni muhimu sana. Yeyote anayetoa fungu la 10 hajawahi kukwama. Yeyote anayetoa fungu la 10 kwa uaminifu hajawahi kukwama, hajawahi kuishia njiani. Na wewe utakapochukua hatua ukafanya kwa uaminifu, ukamtolea Mungu fungu la 10 kutoka kwenye mazao yako, kutoka kwenye biashara yako, ukamtolea Mungu fungu la 10, nakwambia ya kwamba mazao yako utakapopanda, palale na madumadu hawataweza kula. Kwa sababu nini? Ile sheria ya sadaka ya fungu la 10 inasimamia hatima ya kipato chako, inasimamia mazao yako. Hata wadudu watakapoingia hawataweza kuteketeza yale mazao. Nataka nikwambie, kuna watu ambao wanaweza wakapanda vizuri mazao yao, wakapanda mahindi vizuri, lakini kuna nzige. Tunawafahamu nzige, tunawajua nzige. Wanakuja wanashambulia yale mazao, yanapotea kabisa. Lakini kuna mtu mmoja ambaye anatoa fungu la 10 kwa uaminifu. Anapokuwa anatoa sadaka kwa uaminifu, wale nzige wanaweza wakaja kwenye ile shamba na wasishambulie hata zao moja. Kwa nini? Mazao yanalindwa na ile sadaka ambayo unaitoa. Kwa nini? Watu wengi wanapokuwa na imani ambayo wanasema Mungu atatulindia, atatupigania. Kwa nini imani sawa sina matokeo? Kwa sababu hao sio waaminifu mbele za Mungu.
wewe uhaachilie ulinzi, haachilie ulinzi inavyotakiwa, kwa sababu umekosa uaminifu. Unamwibia Mungu. Yesu asifiwe. Tukisema hivi, akisema wachungaji, unasema wachungaji wanatafuta sadaka, hawatafuti sadaka. Hadi utoe usitoe, bado watabaki kuwa wachungaji na bado wataendelea kumtumikia Mungu. Utoe usitoe, bado watasema. Yesu asifiwe. Ni wewe tu kukubali au kukataa. Hicho ukikataa au ukikubali, hiyo ni juu yako. Biblia inasema kama ukikubali na kutii, utakula neema ya nchi. Yesu asifiwe. Na kuombea katika jina la Yesu kwa neema ya nchi. Haleluya. Andika tu namna 5 za kukusaidia kujitenga na maagano ya giza. Namna 5 za kukusaidia kujitenga na maagano ya giza. Namna 5 za kukusaidia kujitenga na maagano ya giza. Namna ya kwanza, badilisha haki ya kisheria iliyowekwa kupitia sadaka za kale. Andika, badilisha haki ya kisheria. Nenda taratibu ili uende uandike vizuri. Badilisha haki ya kisheria iliyowekwa kupitia sadaka za kale kwa kutumia sadaka yako ya sasa. Badilisha haki ya kisheria iliyowekwa kupitia sadaka za kale kwa kutumia sadaka yako ya sasa. Maana yake ni kama kuna haki ambayo kwenye familia mlipaswa muipate kupitia kuchinja mifugo, kupitia kutoa sadaka ya kafara, ile namna ilikuwa inatumika toka zamani, ile namna ilikuwa imewekwa kwenye familia au kwenye ukoo, ya kwamba ili hawa watu wafanikiwe lazima watoe sadaka za kafara za wanyama wao, za watoto wao, ili waweze kufanikiwa. Tumia sadaka Yesu na sadaka ya mali ulionayo kuvunja ile sheria, ili uweze kupata haki inayokustahili leo, kama wale wengine walikuwa wanapata haki zao kwa njia ya kutoa zile kafara, kuua mifugo yao, kusimanga zile damu za mifugo yao. Wewe nenda mbele za Mungu kwa sadaka yako uliyobarikiwa leo, kwenda kuvunja ile sheria iliyokuwa imewekwa na kudai haki yako kupitia sadaka ya kwako kwa wakati huu. Sio kama naeleweka. Yesu asifiwe. Tunaelewana? Pungiane mikono. Maana yake uko hapa, sawa? Uko hapa nyumbani, kwenye familia yako, ukifuatilia historia ya nyuma, ukagundua sana kipindi kile zamani wanasema ili mvua inyeshe, watu walikuwa wanaenda mlimani, wanaenda kutambika kule, sio? Walikuwa wanapata haki ya mvua kupitia hivyo. Sisi tumekuja na neema ya Kristo, tunatembea na neema ya Kristo ili tupate mvua, tunatoa sadaka ili tupate haki ya mvua, sio? Yesu asifiwe. Maana yake tunavunja ile sheria iliyokuwepo zamani na kujenga sheria mpya ya Kristo ambayo ni sahihi, kwa sababu Kristo alipotolewa sadaka ya kafara, sadaka zingine zote zilikosa uhalali juu ya maisha yetu. Yesu asifiwe. Kwa hiyo kilichobaki ni sisi kusogea mbele za Mungu kwa sadaka za amani, sadaka za shukrani, sadaka za zaka ya kudai haki mbele za Mungu. Naye anasema nijaribuni kwa namna hiyo, muone kama sitaweza kufungua madirisha na milango ya mbinguni. Maana yake tukitoa sadaka za amani, sadaka za shukrani, sadaka za zaka, yeye atafungua malango na madirisha ya mbinguni na kutumwagia baraka. Si kama tunaelewa? Haleluya. Nasema mshangilie Bwana Yesu kama unielewa. Shangilia tu Yesu zaidi ya hapo. Haleluya. Kitabu cha Wakolosai sura ya 2. Wakolosai sura ya 2. Wakolosai sura ya 2 na mstari wa 13 na 14. 13 na 14.
Wakolosai sura ya 2 mstari wa 13 na 14. 13 anasema hivi: na ninyi mlipokuwa wamekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote. Mstari wa 14 anasema akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa, maana yake sheria iliyokuwa imewekwa, akiisha kuifuta. Angalia anachosema, anasema akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa huduma zake na iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, na akaigongomea msalabani. Maana yake anachojaribu kutukumbusha na kutueleza kwamba ile hati au ile sheria ambayo ilikuwepo zamani alichukua akaigomelea msalabani. Akiisha kuchukua ile hati iliyokuwa imeandikwa, ile sheria iliyokuwa inatufunga sisi kwamba lazima tukatambike ili tupate mvua, lazima tukatoe sadaka za kafara kwenye miti mkubwa au kwenye mawe makubwa ili mvua iweze kunyesha. Yeye alikuja kuifuta ile hati na kuiondoa, akaenda nayo pale msalabani, kwa sababu ilipofika wakati Mungu akaangalia kuna haki ambayo huyu mwanadamu anatakiwa kuwa nayo na kuimiliki, lakini anaikosa kwa sababu ya sheria za giza zilizowekwa ambazo ziko kinyume na kusudi la Mungu. Ndio maana Yesu akaletwa msalabani, akachukua zile hati, akaenda nazo msalabani, akateswa nazo msalabani. Kama kuna sheria yoyote ya giza au kuna agano lolote la giza, Yesu alienda nalo msalabani. Kwa hiyo hakuna haki ya giza ambayo unaweza au inaweza ikatawala maisha yako na ikaendesha maisha yako na ikakufunga ukaendelea kuishi kwenye mazingira ya magonjwa au kwenye maisha ya kuteseka kila saa. Maana yake ni yale mateso yote yanayotokana na ile sheria alienda nayo msalabani. Kwa hiyo tukawekwa huru, tukakombolewa kutoka kwenye adha, kutoka kwenye sheria za giza. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Amen. Naeleweka? Inaeleweka? Kama unaelewa kwa unaweza kuswali lako. Ana kati ya vipengele ambavyo nimefundisha, ndio kipengele ambacho ni kigumu sana kuelewesha. Yesu asifiwe. Lakini Mungu akusaidie kuelewa, na naamini utanielewa vizuri, kwa sababu Mungu amenituma kwa ajili yako. Haleluya. Yesu asifiwe. Kama unasema hautaelewa, baadaye tu swali lako. Namna ya pili, inua sauti kuu. Inua sauti kuu inayoshinda sauti ya madhabahu za giza. Inua sauti kuu inayoshinda sauti ya madhabahu za giza. Kila madhabahu ina sauti yake. Yesu asifiwe. Hapa kuna sauti ya neema iliyotokana na Kristo Yesu. Kwenye madhabahu za giza kuna sauti zake, si ndio? Maana yake ili sauti ipate kibali, ipate nguvu, kuna namna wanainua ile sauti. Ndio maana wakipewa masharti wanayashikilia na hawavunji. Kwa sababu ni ile sauti ya kufanikiwa kwao inatokana na maelekezo waliopewa kwenye zile madhabahu. Ile sauti ambayo inatoa maelekezo kwa ajili ya hao watu kuifuata, hiyo wanainua hata wakifika kwenye makazi ya kwao, kwenye biashara za kwao. Inua sauti kuu. Sikiliza, inua sauti kuu ambayo inashinda sauti za madhabahu ya giza, ili ufanikiwe kwenye biashara yako, ili ufanikiwe kwenye uzao wako, ili watoto wako wasome na wafaulu, ili usome vizuri na ufaulu, ufike level za juu. Lazima uwe sauti kuu inayoshinda sauti za madhabahu ya giza, ili upige hatua. Watu unaosoma nao pale darasani, wao wana sauti
sauti zao ambazo wanazisikiliza. Wao wana madhabahu zao ambazo zinawaongoza. Sasa ili ufanikiwe, lazima madhabahu yako iwe na sauti kuu inayoshinda sauti za kwao. Yesu asifiwe. Lazima uinue sauti ya Mungu katika hiyo madhabahu. Wakati mwingine nilifundisha watu nikasema, hakikisha kwenye moyo wako umejenga madhabahu ya Mungu aliye hai, ili watu wanapoleta mashambulizi kwako wakutane na madhabahu yenye moto ndani yako. Hata kama wataupiga huu mwili, lakini hawataiangamisha roho yako katika jina la Yesu, kwa sababu ndani yako kuna madhabahu ya Mungu aliye hai. Na siku zote usiogope wanadamu, kwa sababu wanakuambia sisi kwetu ni waganga, sisi kwetu tunashika hivi, tunaabudu hivi. Mwogope Mungu aweze kuangamisha mwili na roho. Wao wanaweza wakaangamisha mwili, lakini roho yako hawataiangamisha, kwa sababu ndani ya roho yako kuna sauti kuu ambayo ni sauti ya Mungu aliye hai. Haleluya. Shangilia Bwana Yesu hapo ulipo, kwa sababu sauti ya Mungu iko mahali hapa na inahitaji kuingia ndani yako, ifanye makao ndani yako, ili zile sauti zingine za wasengenya zisikufikie, zisiharibu mfumo wako wa maisha, ili zile sauti zingine za kukatisha tamaa zinazokuja kwako zisikurudishe nyuma. Sikiliza, watu wengi wanaposikia wanasema vibaya wanarudi nyuma, kwa sababu ndani yao hakuna sauti kuu inayowapa matumaini. Watu wengi wanapokuwa wanashambuliwa kwa maneno wanarudi nyuma, kwa sababu zile sauti zimechukua nafasi kubwa kuliko sauti ya Mungu ambayo inatakiwa kukaa ndani yao. Nataka nikwambia kwamba ruhusu sauti ya Mungu iliyokuu itawale ndani yako, ili ishinde zile sauti za watu wengine ambazo zinatumwa kwako kwa ajili ya kukuangusha. Sikiliza, fanya mambo makubwa zaidi ya yale yaliyofanyika katika ulimwengu wa giza. Fanya mambo makubwa zaidi ya yale yanayofanyika katika ulimwengu wa giza. Maana yake ni kama watu wa mataifa, kuna vitu wanavifanya pale kwenye biashara yako, wanaabudu miungu, wewe unaabudu Mungu aliye hai katika roho na kweli. Yesu asifiwe. Kama wanatoa zaidi kwenye ulimwengu wao wa giza, wanatoa kwa Lusifa, wanatoa kwa waganga, wewe toa zaidi yao, ili uweze kuwasili hapo kipato mahali hapo. Yamkini unafanya biashara hapa na yeye yuko hapa, yeye wa ufalme wa giza, wewe ni wa ufalme wa nuru. Ili usije kipato huyu mtu, lazima utoe zaidi yake. Yeye anatoa zaidi, ndio maana anafanikiwa kuliko wewe. Anatoa kwa Mungu wake kukusidi wewe, ndio maana ana wateja wengi kuliko wewe. Yeye ni mwaminifu kwa Mungu wake, ndio maana ana kipato kikubwa kuliko wewe. Yesu asifiwe. Kati ya watu ambao hawatakuja kumsifu maarifa na kipato ni watu wa giza, hawatakuja kumsifu kabisa. Leo hii nipo kwenye hatua za kujenga msingi. Ndio maana ninamwomba Mungu, hawa watu ambao hawamtii Mungu, kwa nini wanafanikiwa kuliko mimi? Kwa nini wana vitu vingi kuliko mimi? Napataga hasira sana. Hawa watu wanaabudu miungu mingine, kwa nini wanisii mimi na wakati naabudu Mungu ambaye amesema mali na pesa ziko kwake? Kwa nini? Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo inua sauti kuu inayoshinda sauti za madhabahu ya giza kwa jina la sadaka. Haleluya. Hebu usikie leo kitabu cha Mwanzo 8, Mwanzo sura ya 8, Mwanzo sura ya 8 na mstari ule wa 21, mstari wa 21. Mwanzo sura ya 8 na mstari wa 21. Biblia inasema, Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitaila nchi tena. Sikiliza. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Maana yake ni Nuhu
aliinua sauti ya sadaka au sauti ya madhabahu. Ukiangalia Nuhu alipotoka kwenye safina akajenga madhabahu. Alipojenga madhabahu akaita sauti ya Mungu kwenye ile madhabahu. Alipomwita Mungu pale, sauti ya Mungu ikasikika ikizungumza ya kwamba sitailani tena nchi. Maana yake Mungu alisikia sadaka ya kumridhisha iliyotolewa kwenye ile madhabahu. Biblia inasema Nuhu alipojenga ile madhabahu akachukua sadaka, akachukua wanyama waliosafi na wasio safi na ndege wa angani, akachinja vikafanyika kuwa sadaka, akachinja. Kumbuka katika kitabu cha Agano, vitabu vya Agano la Kale, hapo hakukuwa na udhihirisho wa neema ya Kristo. Kabla Yesu hajazaliwa, watu walikuwa wanaruhusiwa kuchinja mifugo na kutoa sadaka za kuteketeza kwenye madhabahu, lakini sisi, Yesu alipokuja duniani akateketezwa pale msalabani, akapata sifa. Nataka nikwambie, alikuja kubadilisha yote, alikuja kubadilisha ile sheria ya sadaka za kafara. Lakini ukimwangalia Nuhu, kwa sababu ilikuwa ni kipindi ambacho Yesu bado hajaja duniani, yeye alisikia sauti ya Mungu kupitia sadaka ya kuteketeza. Na wewe nataka nikwambie, ili usikie sauti ya Mungu kwa habari ya amani kwenye maisha yako, kwa habari ya amani kwa watoto wako, lazima utoe sadaka ambayo itakuwa na sauti kubwa zaidi ya watu wa mataifa au wale watu wanaopigana na wewe. Haleluya! Kuna watu wanapigana na wewe kwa njia ya sadaka. Kuna watu wanapigana na wewe kwa njia ya maneno. Kuna watu wanapigana na wewe kwa njia ya masengenyo. Sasa ili uweze kuwashinda hawa watu, kama ni mtu anayepigana na wewe kwa njia ya sadaka au anapigana na wewe kwa njia ya sadaka, lazima upigane naye kwa sadaka iliyo na sauti ya madhabahu ya Mungu aliye hai ili kumshinda. Kama ni mtu anapigana na wewe kwa njia ya maneno, sio pigana naye kwa madhabahu, kwa njia ya maombi, hataweza tena kudili na wewe. Kama ni mtu anapigana na wewe kwa njia ya kumsengenya, wewe ndio msengenye mbele za Mungu. Mwambie Bwana, huyu mtu ananisema mrehemu na umtakase, lakini muonyeshe ya kwa Bwana. Haleluya! Wayahudi, Hamani alikuwa anapigana nao na akakusudia kuangamiza, akakusudia kuwateketeza. Alikuwa anazungumza, anaweka agano na kusambaza maneno katika nchi yote na kuambia ya kwamba Wayahudi yapaswa wauawe, wateketezwe wote. Walichokifanya akina Mordekai na Esta, wakaamua kwenda mbele za Mungu, wakainua madhabahu na sauti kuu kuliko ya Hamani. Ndio maana Hamani ilipofika mahali, imefika siku ile ya kuteketezwa kwa Mordekai, aliteketezwa yeye. Sikiliza, ninakuombea katika jina la Yesu, hao wote wanaokusudia kukuteketeza wataangamia wao katika jina la Yesu. Wale wanaokusudia kuharibu maisha yako, maisha yao yataharibiwa katika jina la Yesu, kwa sababu Hamani alikusudia kumnyonga Mordekai. Kile kitanzi alichokiandaa ndicho kilichomnyonga. Wale waliokuandalia mahali pa kukunyongea watanyongwa wao kupitia hapo katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Namna ya tatu, andika tu, muheshimu Mungu kupitia vitu ulivyo navyo. Muheshimu Mungu kupitia vitu ulivyo navyo kwa uaminifu. Muheshimu Mungu kupitia vitu ulivyo navyo, maana yake uvitoe kwa uaminifu. Umelima, umepata hicho kitu ambacho Mungu amekupa, fanya kwa uaminifu. Yesu asifiwe. Mtolee Mungu kwa uaminifu, kwa sababu sadaka ni ishara ya heshima. Nilifundisha fikiri juzi, nikasema sadaka ni ishara ya unyenyekevu, hekima na heshima mbele za Mungu. Sio wale ambao tulikuwepo kama tunakumbuka hicho kitu. Sadaka ni ishara ya unyenyekevu, hekima na
na heshima mbele za Mungu. Maana yake unapomtolea Mungu kutoka kwenye vile vitu alivyokupa, haijalishi umetumia nguvu kuvipata. Mungu kama asingekupa hizo nguvu, maana yake usingekuwa na uwezo wa kufanya chochote, si ndio? Haijalishi kutoka kwenye kipato ambacho kimetokana na kazi unayofanya, Mungu amekupa kwa sababu Mungu asingekupa hizo nguvu za kufanya, maana yake usingepata. Wewe ni mwanafunzi, umepewa 10,000 leo, wazazi wako wasingekuwa na nguvu ya kukupatia hiyo hela, maana yake usingeipata. Kwa hiyo hakikisha kwenye ile hela unayopata toa fungu la 10. Alafu kama ni 10,000 toa shilingi 1,000. Mwambie Bwana, ninaleta hii kama fungu la 10. Nataka nikwambie, hata kama wazazi wako watakosa leo ada ya kulipia wewe, Mungu atawainua watu wengine watakao kulipia ada. Mimi nataka nikwambie, sikiliza, semester hii wakati tunaelekea kufanya mtihani, mimi sikuwa nimelipa ada. Wiki ya kwanza imebaki wiki moja, nikawa namuuliza Mungu, nitafanyaje ili nifanye mtihani? Nitafanyaje ili nilipe ada? Nikawa naomba. Mungu alinyamaza kwa wakati huo, lakini nikawa naenda, wiki ikaisha, imefika siku ya Jumapili, nikawa nampigia mtu mmoja simu, nikamwambia niasime fedha kiasi kadhaa, ilikuwa inahitajika 250,000. Wakati namwambia niasime hiyo hela nilipe ada, akaniambia inaweza kupatikana 150,000. Nikamwambia nitumie hiyo, akanitumia 150,000. Wakati huo katafutwa na dada mmoja, akaniambia mimi sina ada, sina chochote mpaka sasa hivi, na sina fedha, na nyumbani wamesema hakuna chochote, nahitaji nilipe ada. Na huyo dada alikuwa mwaka wa mwisho, degree mwaka wa mwisho. Akaniambia, nikaichukua ile hela kama ilivyo, nikamwambia nenda ukalipe ada, ufanye mtihani yako, umalize chuo. Nataka nikwambie, nilipompa ile fedha Jumatatu yake sikuingia kwenye mtihani. Jumanne jioni mtu mmoja akanitafuta, akaniuliza, mtumishi, uliingia kwenye mtihani? Nikamwambia hapana, sijaingia kwenye mtihani. Akasema shida ni nini? Nikamwambia nina shida ya ada, sijamaliza. Akaniambia nitumie namba, ninakutumia hela sasa hivi ukalipia ada. Na nikalipa hela, nikaendelea na mtihani iliyobaki. Ni sadaka, ina matokeo makubwa ambayo hakuyatarajia. Kwa hiyo nilifanya mtihani, sikufanya mtihani mmoja kati ya mtihani 5 ambao mtihani natarajia kurudia. Tunafanya, kuna mtihani ya special, sisi tuna mtihani ya special. Yesu tufanye mtihani mmoja tu imeisha, labda ufanye risiti. Sisi kule nazo usifanye mtihani leo, kama unakuja kufanya mwezi wa 9, ni wewe maamuzi yako. Yesu asifiwe. Kwa hiyo muujiza ukao umetokea hivi, namna unavyojitoa kwa ajili ya wengine, na Mungu anakuinulia watu watakao kuinua pale utakapokuwa umeanguka. Kutoka kwenye 1,500,000 mpaka kwenye 2,500,000 karibu yote, wewe hauoni ukuu wa Mungu. Ukuu wa Mungu ukiamua kutembea na wewe, hata kama leo unalia, kesho utacheka katika jina la Yesu. Hata kama leo umeanguka, kesho utainuka na utatembea. Ninakuombea katika jina la Yesu, ikiwa leo unatembea, Mungu akakupe kukimbia. Ikiwa unakimbia leo, Mungu akakupe kuruka juu kama tai, kwa sababu ndizo ahadi alizostahili kwa ajili yetu. Haleluya, haleluya. Mithali sura ile ya 3, Mithali sura ya 3 na mstari wa 8. Mithali sura ya 3 na mstari ule wa 8. Mstari wa 8. Biblia inasema, itakuwa afya mwilini pako na mafuta mifupani mwako. Yesu asifiwe. Amen. Mithali 3 mstari wa 8 hadi wa 9. Mithali 3 mstari wa 8 hadi wa 9. Anasema, itakuwa afya mwilini mwako na mafuta mifupani mwako. Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako. Yesu asifiwe. Anasema, mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Utaongezea na mstari wa 10. Anasema hivi, ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi. Stoo yako pale unapohifadhia mazao yako itajazwa, kwa sababu ukishamheshimu Mungu
kwa vitu ulivyo navyo. Yeye anachokiangalia sio moyo wako wa kutoa, anachokiangalia, anaangalia namna ambavyo umemheshimu na kumtukuza na kuthamini msaada aliyokuletea wakati unahitaji. Pale ambapo unahifadhia nafaka zako, kama ni mwaminifu, utaanza kuona Mungu anajaza zaidi. Kama ulikuwa unapata kipato cha shilingi 1000, Mungu atakuongezea 1000 nyingine, itakuwa 2000. Wewe mwanafunzi, kama ulikuwa unatumiwa shilingi 10,000 au ukishatoa kwa uaminifu fungu la 10, utaanza kupokea 20,000 kwa siku au kwa wiki. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Amen. So kuna mtawaji wakati mwingine waka naleta ukakasi katika kufundisha, sababu ukifundisha unaonekana kama unahitaji hela hivi, kama unahitaji watu wakupe hela hivi, lakini nakwambia hata kama utaliona hiyo, mimi sipo huko, nipo kwingine ambapo Mungu ameniweka. Yesu asifiwe. Utoe hela usitoe, mimi nimenao. Haleluya. Utoe sadaka usitoe, mimi ninasema Bwana nimekamilisha kile ulichonituma. Kwa hiyo ni kazi kwako kufanya kwa uaminifu ili Mungu akubariki. Haleluya. Na ninakuombea ukiwa mtoaji kwa uaminifu, Mungu akuzidishe sana sana. Mungu akuinue zaidi ya wale wa karibu yako, wale unaofanya nao biashara moja. Yesu anatengeneza sabuni kama mama yangu hapo. Kama kuna na wengine wanaotengeneza sabuni, toa sadaka fungu la 10 hapa mama. Nakwambia utapata wateja kuliko wao katika jina la Yesu. Kuna faida utaipata zaidi ya wao. Na wewe kama upo hapo unatengeneza sabuni kama mama yangu, anze kushindana, sikiliza. Kushindana kwa sadaka sio mbaya. Yesu asifiwe. Kama nasema kuna tumisha na mtolea kwa mchungaji mfano, kuna mimi na mimi natengeneza sabuni, kwa nini na mimi sitaki? Kama huko basi nitakutaja katika ulimwengu wa roho, na wewe ikawa hivyo katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa hiyo tunasema ndipo na ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Maana yake ni kila itwapo leo utapata faida mpya zaidi ya ile uliyopata jana. Ndio maana nasema kwa habari ya divai mpya, anamaanisha kipato kipya kila itwapo leo. Kama leo utapata faida 1000, kesho itaongezeka nyingine 1000. Maana yake nini? Kila siku unapata kipato kipya tofauti na jana. Ukishamshukuru Mungu kwa vile alivyokupa, atakupa zaidi ya vile ulivyopata jana. Kesho atakupa zaidi ya kile utakachokipata leo katika jina la Yesu. Na Mungu akafanye madirisha na milango ambayo utakutana na hizo baraka za kukuzidisha katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Namna ya 4. Namna ya 4. Jenga madhabahu binafsi ndani yako kwa ajili ya agano lako na Mungu. Jenga madhabahu binafsi ndani yako kwa ajili ya agano lako na Mungu. Jenga madhabahu yako binafsi ndani yako kwa ajili ya agano lako binafsi. Maana yake ni hata pale nyumbani kwako pale, mwambie Mungu, ukifika majira fulani takuwa nikiomba kwenye hii madhabahu, au takuwa nikiomba hapa. Eza kitandani kwako pale naomba. Kuna watu ambao ni walembo, hasa wadada, hata mbele za Mungu kuomba wanaleta ulembo, wanaleta usistadu mbele za Mungu. Sikiliza, kuna wakati ambao ukileta mchezo kuomba, shetani atakukazania, hautavuka. Hasa wadada wa mjini, sijajua kama huko hayo mambo yapo. Sisi ambao tunakuwa mjini tunashuhudia vitu vingi sana. Hata kuomba mtu analeta ulembo, yani uzuri alionao, hata madhabahuni anapanda nao. Hata nyumbani kule anapoishi kule analeta ulembo, anahitaji kujilema aonekane mrembo hata mbele za Mungu. Yani Mungu amwone ni mzuri hata mbele za Mungu. Sikiliza, wale wadada, matokeo yake siku ya siku ikifika wanalia machozi, ukitaka kujua wanaopitia maisha yao
sio siku ya kesi. Watu wanalia, unasema kwamba huyu mtu labda analia, anahitaji msaada fulani, kumbe anaugulia maumivu ya matokeo ya mlengo aliyokuwa anaonyesha mbele za watu na mbele za Mungu. Ndugu zangu katika jina la Yesu, ukimaliza form 4 kaenda chuo au kaenda reverse, usikuendekeza mambo ya ujana, yatawapoteza hasa kufanya mlengo mzuri. Sikiliza, sisi tunaotumikia Mungu hatutafuti mlengo, hatuoni mlengo ambaye eti mzuri anashinda, hatuoni shehe, tunaoa maarifa. Haleluya, tunaoa maarifa. Ndio maana mpaka leo yani hata ule shehe mzuri asila hautimizi, kwa sababu kinachozungumza ni maarifa yaliyopo ndani yako. Je, kile nilicho nacho unaweza ukakilea vizuri? Wewe unaoleta ulembo mbele za Mungu, au unahitaji mume anayehubiri? Wewe unahitaji mume ambaye ni mtumishi wa Mungu, unahitaji mke ambaye ni mtumishi wa Mungu. Ukija madhabahu umenyoa siku yale ya vijana wa siku ya leo, siku hizi nikiwaangalia namwambiaga Mungu, mimi naomba utofautishe na hivi viumbe vya namna hii, naomba utofautishe navyo, kwa sababu ni mambo ya giza tunayaendekeza kwenye madhabahu. Unakuta dada mzuri ameumbika vizuri, lakini jinsi anavyovaa unasema hata hivi anavyofanya ni zaidi ya shetani. Amevaa vibaya na anasifu hapo, toka nionyeshe, sijaona hicho kitu, sijaona. Nenda kule mchini, nenda pale, nenda kwenye yale makanisa makubwa yale maarufu ya utawakuta wadada kisketi kipo hapo. Hebu fikiria huyu mtu akikaa hapa mbele amesimama huko na Yesu asifiwe. Kwa maana hiyo naona kila kitu ilishakutokea. Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakikisha unajenga madhabahu yako ndani yako ambayo itakuwa inakuongoza kuishi maisha matakatifu, kuyakataa mabaya, ambayo itakufanya kuweka agano imara na Mungu ndani yako. Ukishaelekeza vitu visivyofaa mtu wa Mungu, hata upendo wa Mungu unaondoka kwako. Yesu asifiwe. Hebu fikiria, unajidhalilisha afu unatarajia wakati ufike uolewe na mtumishi au uoe mtumishi, utampataje? Sisi tumefundishwa ili wakati naokoka, siku nilipokea Yesu 2019 mwezi wa 6, nilikuwa bishop kidogo, sio bishop hivi kidogo. Yesu asifiwe. Nilikuwa na mkorofi, nilikuwa nacheza mpira kupita kiasi, lakini sijawahi kuwa mshabiki wa mpira mpaka leo, na nilikuwa najua vitu vibaya sana, lakini Mungu aliponibadilisha akaanza kunifundisha kodi za kiroho, akaanza kunifundisha namna ya kiroho ninavyotakiwa kuishi, akanitengeneza. Mwezi wa 6 nimepokea Yesu, na mwezi wa 9 nikapokea kipa imara. Pale ndipo nilipoweka agano na Mungu. Nilipiga magoti nikamwambia Mungu, kama umeniokoa kutoka kule, nitakutumikia hata kifo. Kuanzia leo, baada ya kutamka hayo, nikaanza kusikia vitu vinaamka ndani, vipawa vinaamka ndani. Baada ya kuweka agano na Mungu kwenye madhabahu, kuna wakati hauhitaji utoe sadaka, kuna wakati unahitaji utamke, na agano linakuwa imara. Yesu asifiwe. Kwa hiyo madhabahu yako ya ndani inayozungumza ndani yako ndio itakayoamua baraka zako na uwepo wa Mungu ndani ya maisha yako. Hakikisha tengenezea madhabahu hata pale nyumbani. Mimi namwambia Mungu, nibariki ili niwabariki na wengine, na ukibarikiwa mimi, vile ambavyo utakavyonibariki utashare na wengine. Lakini usisahau kwamba utakapokuwa unanibariki, unipe vitu vingi ambavyo pale madhabahu yako utakuwa imesimama hapo. Kama ni nyumba, utakuwa na chumba ambacho hapo utafanya kama sehemu ya kufanyia ibada. Kwa hiyo namwambia Mungu, usisahau hayo yote. Na wewe mwambie Bwana, kama unanibariki, hakikisha unanibariki, unipe na kitu fulani ambapo, au sehemu fulani ambapo kutakuwa na madhabahu yako, ambapo utakuwa unakutana na wewe. Kama ni kwenye biashara yako, pale unapofanya biashara yako, ukishafika mwambie Bwana, hapa nafanya biashara, lakini nikifika, kabla sijaanza kuwauzia watu, napiga magoti hapa, nazungumza na wewe, naomba na wewe.
ili wateja waanze kuja wengi. Yesu asifiwe. Na wakati tunafanyaga hivyo, wakati tunafanya biashara, kama hujaanza kuwauzia watu, wakaomba kwanza pale kwenye biashara yako. Kama unauza duka au kama wanayeuza sabuni hapa, kama hujaanza kuuza, anapiga magoti anamuomba Mungu kwa habari ya hiyo biashara. Ni wakati tunafanyaga hivyo. Funga mkono tu hiyo. Kuwa na amani. Yesu asifiwe. Nataka nikwambie, jitahidi kutengeneza madhabahu ambayo utakwenda kumsemesha Mungu kwa habari ya hivyo vitu unavyofanya. Nakwambia hautabaki wa kawaida katika jina la Yesu. Hautaishia njiani kwenye hiyo biashara yako. Haleluya. Wenyewe ndugu zangu naosoma, naosoma nazungumza leo. Jitahidi sana kujitengenezea madhabahu ambayo ni ya Mungu aliye hai ndani yenu. Kwa sababu wale watu ambao unasoma nao, ukikaa naye hivi, unaona ni rafiki yako, mnacheka pamoja, lakini haujui kule alikotoka. Na sijui kama ni hao kweli walikotoka wanatumia nguvu za giza au la. Lakini ninachojua mimi, nimekutana na watu wengi na wanafunzi wengi, walio wengi hawatumii nguvu ya Mungu katika kusoma kwao. Yesu asifiwe. Mimi nikiwa chuoni, Mungu akiniambia huyu usimsalimie, usimpe mkono, wakati wake mkono. Kwa nini? Kuna namna ukimsalimia, kama anatumia nguvu zingine za giza, maana yake kuna kitu anakipanda ndani yako. Lakini sio wote. Kuna wengine Mungu anasema nenda ukawasalimie, washike mkono, ili nidhihirike ndani yao ya kwamba mimi nipo. Yesu asifiwe. Basi unakuta mtu nikimsalimia leo, kesho akiniona anatafuta kono. Kwa nini? Kile ambacho Mungu alikidhihirisha kwake kilionekana kuwa kikubwa kuliko kile alichokibeba ndani. Kwa hiyo hakikisha unakuwa mbali unapokuwa shule. Hakikisha unasoma neno unapokuwa unafanya biashara zako. Soma neno, omba, jitengenezee madhabahu. Biblia inasema kitabu cha Zaburi ya 50:5, anasema nikusanyeni wacha Mungu wangu waliofanya agano pamoja nami kwa dhabihu. Maana yake ni wale wacha Mungu wa Kristo anaowatafuta, waliotengeneza madhabahu, wakatoa sadaka, wakajitoa sadaka, wakatoa mali zao, wakamwita Mungu, wakafanya agano kwa njia hiyo pamoja na Mungu. Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana pate kushinda na zaidi ya kushinda. Roho Mtakatifu ananionea sana. Haleluya. Na wakati Roho Mtakatifu ananionea mpaka mshangao, kwa sababu nimeandaa vitu vingi hapo simalizi. Sijai kumaliza toka nimeanza sema. Yesu asifiwe. Basi malizie namna ya 5, alafu baada ya hapo vitakavyobaki nitakusomea, tutaenda kupitia kwa wakati wako, tuingie kwenye maombi. Haleluya. Vunja agano, vunja maagano ya kichawi au maagano ya giza. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Amen. Vunja agano la kichawi au agano la giza na kutegemea mafanikio ya usiku. Vunja maagano ya kichawi au maagano ya giza yanayotegemea mafanikio ya giza. Watu wengi yamkini kwenye familia yako au kwenye ukoo kuna watu waliowahi kufanikiwa kwa sababu walitoa kafara. Hayo maagano waga yanafuatilia kizazi baada ya kizazi. Sasa ili uwe salama, vunja yale maagano, jitenganisha na yale maagano. Kama kuna mtu alimtoa mtoto wake kafara ili afanikiwe kwenye ukoo wenu, na unajua kabisa huyu mtu alifanikiwa kwa njia isiyo sahihi, aidha unamjua au haumjui, hakikisha unavunja hayo maagano, kwa sababu yanaweza kukufuatilia ukashangaa mtoto wako anakuja kutoa kafara wewe mwenyewe. Yesu asifiwe. Yale maagano waga yanatembea kizazi kwa kizazi, kwa sababu wale walitoa sadaka ya kafara walimwaga damu wakapata fedha. Ile damu ikianza kupiga kelele inakuwa inamtafuta na mtu mwingine, kwa sababu
Kuzimu chakula chao ni damu, shetani chakula chake ni damu, ili apate damu nyingine, ili agano lililofanyika kwa damu analiinua, linaanza kufuatilia mtu, linafuatilia uzao wake, linafuatilia wazazi wake, linafuatilia ndugu zake. Nikishakutana na mtu ambaye ndani yake hana Mungu, hapo linafanya makao. Nikishafanya makao, naanza kutafuta na mchukua nani hapa, na shangaa kuna mtu ulikuwa unamsali anainuka, anatoa kafara na kutoa wewe ili apate fedha. Sasa hakikisha unayavunja hayo maagano ya kichawi ili uwe salama. Yesu asifiwe. Jitenganishe nayo, yavunje. Mimi sijui kama unajua kitu kinachoitwa Freemason. Nakisikia kama unakisikia zile roho, wale watu wanatembea na hizo roho za namna hiyo. Ndugu yako akishaingia huko, baadaye unaweza kushangaa katikati ya ndugu wote, akishaingia yeye anaweza akawateketeza wote, kapotea ile eleko hata chini, sababu hawezi wakawa wanakupa mali alafu wewe hauwapi chochote. Lazima wakikupa leo mali, kesho katoe sadaka. Usikawa ni miongoni mwao ambao ni wale walio kwenye ile listi ambayo imekusudiwa ili huyu mtu aendelee kuwa tajiri. Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakikisha unavunja na kukataa hayo maagano ambayo yanatokana na mafanikio ya kuzimu. Basi baada ya kusema hayo, tumalizie njia 5 za kusaidia kujenga uhusiano imara na Mungu. Njia 5 za kusaidia kujenga madhabahu imara na Mungu, kujenga agano imara na Mungu. Andika njia 5 za kusaidia kujenga agano imara na Mungu. Njia 5 za kusaidia kujenga agano imara na Mungu. Tutakusomea tu kwa sababu ya muda, ili tupate muda wa kuomba. Haleluya. Njia ya kwanza, kudumu katika maombi bila kukoma. Kudumu katika maombi bila kukoma pamoja na kushukuru. Kudumu katika maombi bila kukoma pamoja na kushukuru. Luka sura ya 18 mstari wa kwanza. Luka sura ya 18 mstari wa kwanza. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 16 hadi wa 18. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 16 hadi wa 18. Njia ya pili, kusoma na kutafakari neno la Mungu. Kusoma na kutafakari neno la Mungu. Manake unaposoma neno la Mungu na kutafakari, unapata maarifa ya kukusaidia kudili na mambo yasiyofaa yanayotokana na nguvu za giza. Lakini pia inakupa mwanga. Neno la Mungu ni taa ya miguu yetu. Kila mahali unapokanyaga, neno linafanyika kuwa taa ya miguu yako. Kwa hiyo hakikisha unalisoma neno na kulitafakari. Zaburi ya 119, Zaburi ya 119 na ule mstari wa 105. 119 mstari wa 105. Lakini pia Yakobo sura ya kwanza 22. Yayo yatakusaidia kujua, yanaeleza kwa habari ya kusoma neno na kulitafakari. Lakini pia jambo lingine au njia ya 3, kuishi maisha ya toba na utii. Maana yake ni kutambua kuwa wewe ni mkosaji na ni mwenye dhambi. Ishi maisha ya kuomba toba na kutii maagizo ya Mungu. Kuishi maisha ya toba na utii wa sauti ya Mungu. Njia ya 3 hiyo, kuishi maisha ya toba na utii wa sauti ya Mungu. Maana uishi maisha matakatifu na utii kile kitu ambacho Mungu anakukataza. Akisema hii ni dhambi usifanye, acha. Akisema huu sio wakati sahihi, acha, usifanye hicho kitu. Yesu asifiwe. Kitabu cha Isaya 59 na ule mstari wa 2, maana hapo utakuta anasema maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu. Kwa hiyo utakapokuwa unatenda uovu kaacha kutii, na pia unazungumza anasema kama tukikubali na kutii tutakula mema nchi.
Ukipata muda mzuri soma Isaya 59 mstari wa kwanza na kuendelea, lakini nimekuwekea 59 mstari wa pili kwa itakusaidia. Utii na toba ni vivutio vya Mungu ndani ya maisha ya mtu. Maana unapokuwa unatii na unaomba toba, unamfuta Mungu awepo karibu kwenye maisha yako. Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini pia kitabu cha Yohana sura ya 14 na mstari wa 15. Yohana sura ya 14 na mstari wa 15, na waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza na mstari wa 9. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 9. Kama ukikubali na kutii maagizo anayokuagiza leo, ni rahisi sana kuweka agano imara na yeye. Ukimtii Mungu ukaomba toba, ni rahisi kuweka agano na wewe lililo imara, na akadhibitisha baraka zake unazostahili kwa wakati huo. Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Ukikubali na kutii utakuwa mema nchi. Tutasoma Isaya sura ya kwanza mstari wa 19. Isaya sura ya kwanza mstari wa 19. Njia ya nne, kuwa na umoja na watu wengine au kushiriki ibada na Wakristo wengine. Manake kuwa na umoja na watu wengine, manake tukiwa kama Wakristo tuishi maisha ya umoja, ili Mungu aweke agano na sisi, nasema sisi kwa sisi tuwe na umoja, kushirikiana ibada na watu wengine ambao ni Wakristo, hata kama sio Walawian au Msabato au ni nani, kushiriki pamoja nao zile ibada pale tunapokuwa tunazungumziana vizuri kama Wakristo, tunapokuwa tunazungumza habari njema za Yesu Kristo kwa pamoja, inafaa sana, inaweza kukusaidia kutengeneza agano imara na Mungu. Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Zaburi 133 mstari wa kwanza nasema, tazama ilivyo jinsi ya kupendeza ndugu hawa wakae pamoja tena kwa umoja. Maana yake inapendeza sana tukikaa kwa pamoja kama Wakristo, tukamtumikia Mungu kwa pamoja na kwa upendo, tukashirikiana katika kumtumikia Mungu kwa pamoja, tukafanya mambo ya utukufu wa Mungu kwa pamoja bila kusengenyana. Sasa hivi kizazi cha sasa, wahubiri kwa wahubiri wanainuka, wanasemana vibaya, wanatukanana. Wale ambao tunafuatilia mitandao tutakuwa tunaelewa. Kama unafuatilia mitandao utagundua kwamba hata wachungaji wanasemana vibaya, wanatukanana. Mimi nilishasema Mungu yeyote atakayesema vibaya, au ni mchungaji au ni nabii au ni mtume, Mungu shughulika naye. Mimi sitajibu chochote, lakini wewe ndiye utajibu kwa ajili yake. Mimi nikifundisha kitu ambacho ni makosa, ambacho hakifai mbele za Mungu, Mungu atanikumbusha, ataniambia mwanangu, hapa ulikosea. Lakini kizazi cha leo ameruka, mtu anaweza kufundisha kitu Yesu amekosea. Ni kweli amekosea, tukataa, lakini kumwendea vizuri inashindikana. Mtu anaamua kuandika mtandaoni, amefanya hivi, amefanya hivi. Ni sawa, tukatai kukosoa, lakini yale maneno unayoambatanisha kwenye kumkosoa ni maneno ya aina gani? Ni kweli unaweza kusema mtumishi fulani amefundisha jambo hili na hili na hili, alikosea hapa, inatakiwa iwe hivi, ni sahihi. Lakini kuna mtu anakosoa na bado anaambatanisha maneno mengine yasiyofaa, matusi yasiyofaa, anatamka mabaya kuhusu yule mtu. Nataka nikwambie, huyu mtu akiinuka juu yangu, Mungu atashughulika naye. Na kwako mtu akikuwa anakwambia, anakusema vibaya, wala usidili naye, achana naye, wewe muombe tu, omba mbele za Mungu, Mungu atadili naye. Yesu asifiwe. Lakini pia Waebrania sura ya 10 mstari wa 24 na 25, hapo nazungumza kwa habari ya kuwa na umoja na watu wengine na kushirikiana au kushiriki ibada na Wakristo wengine kwa umoja na kwa upendo. Nimekwambia Zaburi 133 mstari wa kwanza, na nimekwambia Waebrania sura ya 10 mstari wa 24 na 25. Njia ya 5, kumtegemea Mungu na kuongozwa au kukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu.
kumtegemea Mungu na kukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Tukiongozwa kwa Roho hatupo chini ya sheria. Yesu asifiwe. Ukiongozwa na Roho hautakuwa kwenye sheria ya giza, hautakuwa chini ya sheria ya mauti, hautakuwa chini ya sheria ya ufalme wa Lusifa, hautakuwa kwenye sheria ya kafara. Bali tukiongozwa na Roho hatupo chini ya sheria. Haleluya, haleluya. Mithali 3:5, Mithali 3:5 na Wagalatia 5:18. Mithali 3:5 na kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 18. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Basi simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Twende mbele za Mungu. Taomba baada ya sifa kwa dakika chache sana. Tutaabudu kwa dakika chache sana. Na dakika chache za kuomba, za kumwambia Mungu. Haleluya. Kumwambia Mungu kujitenga na maagano ya giza, kujitenga na maagano ya kipepo. Kama kuna roho zozote zinakusumbua hapa, zinaondoka. Haleluya. Kama kuna vitu vinakusumbua hapa, leo ni mwisho. Yesu asifiwe. Haleluya. Kona sakati pia akarawasa koshatanabasi katika jina la Yesu Kristo. Omba tutaabudu kwa dakika chache. Baada ya hapo toa mwongozo tutakapoingia kwenye maombi. Hakikisha unakuwa na sikio la kusikia. Omba lakini Mungu akupe sikio la kusikia. Mimi sinaga utaratibu wa kutaja mahitaji. Kwa tutaanza bila random. Kile kitakachokuja ndicho tutakachokiombea. Yesu asifiwe. Kwa hiyo kaa tayari kuomba, mwambie Mungu leo yale maagano yote ambayo yananifuatilia leo ni mwisho. Yale maagano yanayofuatilia uzao wangu leo ni mwisho. Yale maagano yote yaliyowekwa toka zamani leo ni mwisho. Hayatakuwa na nafasi tena juu yangu. Kwa wasifu Mungu